Ndugu habari za mchana huu. Tumeitana hapa kwa lengo moja la kuja kutoa tamko letu sisi kama wazee wa klabu ya Simba, kutokana na sakata linaloendelea, kutokana na matamko mabovu yanayotolewa na wenzetu wa upande wa pili wa Young Africans ya kugomea kuja kucheza dabi ya tarehe 15. Yanga waligomea kwamba hawatocheza, wakafika mahali wakaenda mpaka kasi kwamba wanaenda kutafuta haki yao ya kisheria kutokana na mchezo ule ulioahirishwa katika kipindi kilichopita. Wakaenda mpaka kasi ikawarudisha, wakaambia rudini nyumbani kwenu Tanzania, muende mkafuatilie haki zenu katika vyombo vya haki vinavyosimamia mpira katika nchi ya Tanzania. Waliporudi hapa, Yanga wakasema wao hawachezi, lakini na TFF hawatoenda. Kwa maana hiyo wamekaidi kwanza agizo walilopewa na kasi kwamba warudi kwenye vyombo vya haki. Kwa maana hiyo wao sasa hawataki kucheza mpira. TFF na bodi ya ligi wameipanga tarehe 15 ya mwezi wa 6 dabi ile ichezwe kwa mujibu wa taratibu ambazo wameziona wao. Sasa pana haki ya kuchezwa mchezo ule. Jana wameibuka tena wazee wenzetu, wanasema msimamo wa klabu ya Yanga uko pale pale kwamba hawatocheza mechi ya tarehe 15. Sasa niwaulize wazee wale, wanaelewa madhumuni ya kuanzishwa kwa vilabu hivi? Vilabu hivi vimeanzishwa madhumuni yake ni kucheza mpira. Na tukasema Simba na Yanga tutakaoatani, maana yake tunacheza mpira, kuna kufungana. Hakuna kuogopana. Unapochezwa mpira wewe nenda kacheze mpira, litakalotokea ndio litakao matokeo ya kunogesha utani wetu. Leo Yanga wameiona Simba iko sawa sawa, imeshacheza fainali ya shirikisho. Kwa uoga wao wanachukulia kisingizio cha kusimamishwa mchezo kwa mara ya kwanza kwamba ndio hiyo kitendo tena cha kugomea mchezo ambao umetangazwa tena kwa mara ya pili kuchezwa ili wasilete timu. Sisi tunasema Yanga waache uoga. Sisi tumeshajiandaa na tuko tayari tarehe 15 kupeleka timu, na wao waache uoga wa kusingizia kisingizio cha mechi mchezo uliopita. Wao walishafuata taratibu na wakarudishwa na chombo kinachosimamia haki, kasi. Kwa hiyo warudi nyumbani wafuate taratibu walizoelekezwa. Na taratibu zilizoelekezwa ni kwamba sasa mchezo umeshapangwa. Waje wapinge matokeo uwanjani baada ya kufungwa au kushinda. Haiwezekani bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Singida. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Prison. Bodi ya ligi iwe nzuri anapocheza yeye na Pamba. Lakini akicheza na Simba, bodi ya ligi hawana akili, TFF hawajui kusimamia mpira, maana yake anataka kubebwa. Tushasema Yanga asisubiri kubebwa, ajibebe mwenyewe kwa nguvu zake. Alishabebwa kwa muda mrefu na Simba tumevumilia. Sisi tumefungwa pale, goli mpira umetoka nje, umerudishwa ndani, Kayoko kauweka mpira kati, tumefungwa kumepelekwa mpira kati, tumefungwa tumekubali goli. Yeye anawafunga watu magoli 5. Hakuna hata sehemu moja aliambiwa Yanga anabebwa anapendelewa. Lakini sisi tumemfunga Singida goli 1 tu. Yeye amepiga kelele, nchi nzima imeelewa, na mpaka risasi amefungiwa kwamba amechezesha vibaya kwa sababu tumemfunga Singida. Lakini yeye angefunga Singida goli 5 ingekuwa ni sawa sawa, na TFF wana akili na refarii mzuri. Kwa hiyo tunaomba waache kuleta visingizio kwa sababu wanataka ushindi wa bure. Waache kupenda bure. Yanga warudi kwenye mpira. Kama madhumuni ya vilabu vilivyoanzishwa ni kucheza mpira, tucheze mpira. Kama kufungana tufungane. Akinifunga mimi sawa, nikimfunga yeye sawa. Lengo ni kuleta ule utani wa jadi uendelee, tuendelee kutaniana. Asitegemee kupata njia za mkato. Tulimwambia Yanga unatufunga sisi tuna mamluki ndani, alikataa. Unatufunga sisi tuna mamluki, alikataa. Tumesafisha mamluki. Sasa tuko sawa sawa, tunamwambia tu njoo tucheze. Anakimbia anatafuta uchochoro wa kukimbilia. Ameshika katika eneo moja tu la kuahirishwa kwa mechi kwamba yeye sasa ndio ameonewa na yeye ndio anafanywa kila kitu kibaya, hajawahi kufanywa jema hata moja na TFF. Tunaomba Yanga waache uoga. Waje uwanjani tarehe 15 tunawasubiri. Sisi hatutogoma kucheza mchezo. Na tunajiandaa na tuko sawa sawa. Waje, sisi tuko sawa sawa, tumechoka juzi tu kwenye finali ya Afrika. Tunawasubiri kwa hamu, waje, wasiogope. Tunamwambia Yanga aje, si kazi yetu ni kucheza mpira.
sio kuangalia nani kafanya nini, nani kafanya nini. Si kazi yetu ni kucheza mpira, na ile Simba ni klabu ya mpira, ndio maana tunasema aje tucheze mpira. Na wanachama wetu tumeshawaambia tarehe 15 uwanjani. Swala la tiketi sasa hizo za mchezo. Swala la tiketi yeye ni jukumu yao, kwa sababu kuna kipindi Yanga pia alishaambia watu waingie bure. Yao yakawa ni maamuzi yao, sisi hatuhusu. Sisi ni wageni, tunakwenda kwa ajili ya kucheza mpira. Atakuja uwanjani atatukuta tunamsubiri tucheze mpira. Yanga awache woga, waje. Sawa sawa. Na huo uwanja bado hajauteua mchezo huo. Na kuongezea hapo. Nataka kuongezea hapo kidogo. Swala hilo ambalo linazungumzia. Swala ambalo unalozungumzia kwamba Yanga ndio wenyeji, Yanga sio asipokatisha tiketi haitokuwa hivyo. Wenye mpira na wenye mamlaka ni bodi ya ligi, na kiko kifungu cha kanuni kinachoeleza kwamba ikitokea dharura ya aina yoyote, bodi ya ligi iko tayari kuandaa mchezo. Bodi ya ligi iko tayari kuandaa mchezo. Wanaweza wakachaguliwa hata DRFA wakasimama wakashughulikia hili swala na mechi ikachezwa kama kawaida. So Yanga wakijificha kwenye kichaka cha kusema kwamba sisi ndio wenyeji, tiketi hatukatishi, sijui watu wasiende mpirani, haiwezi ikawa ni kizuizi ambacho kikafanya kwamba mechi isichezwe. Mamlaka yote yako ndani ya bodi ya ligi, na bodi ya ligi wanachokifanya wanakijua. Hebu tuone kwanza, wao wasiwaruhusu wanachama wao kuja mpirani, wasikatishe tiketi, afu waone kwamba kama mechi haitochezwa. Ndio maana naomba niongezee hapo, na ndio maana Yanga uongozi wake unashangaza. Huwezi ukamzuia Azam asitangaze mechi hiyo wakati tayari wewe ameshakulipa. Huwezi kumkataza mtu ambaye ameshakudhamini wewe. Unamwambia tu msitangaze. Jana wazee wamesema nisione mtu anatangaza hiyo mechi wala anafanya nini. Huo yani huo tayari unaona kabisa kwamba wale wana mapungufu. Wewe nishakulipa, ni jukumu lake. Tarehe 15 mechi ya Yanga lazima itangaze. Hujafika lazima aseme. Ni kwenye biashara. Ni maridhiano yale. Yaani ile uwezi ukasema tu watu wanapoteza hela yao. Azam pale anategemea nini tarehe 15? Sisi tunamsubiri, maduka anayo mwenyewe. Sasa hivi aje, Simba imenyooka hivi. Hakuna duka. Tunawapiga na fainali yetu ndio hiyo na ubingwa wetu ndio ule. Wasiwasi sana, pengine wale ni katika lile kundi la 3. Wanapiga kelele pale Yanga katika lile kundi la 3. Sababu Manara alituhakikishia akisema pale wenye akili timamu watu wawili, baba yake na mzee Kikwete. Waliobakia wote hamnazo. Pengine ni katika hao hamnazo. Sasa hao hamnazo wasitusumbue. Sisi tutapeleka timu watatukuta uwanjani. Kabisa. Asante.